Nini? Unanipa pole, ilikuwa adhabu, tulikuwa na kikao. Labda mwenyekiti, kikao kimekwendaje? Naona msafara wa Simba ndio Shani Mike mnaweka usoni. Tunashukuru kwamba tumezungumza yote ambayo yalikuwa ni muhimu na tumewasilisha kwa waziri na timu yake. Kwa hiyo naamini vikao vitaendelea. Labda kubwa ni lipi ambalo mlijadiliwa mara kwanza wakati unaingia ulisema haujajua agenda. Labda agenda imekuwa ni nini? Maendeleo ya soka Tanzania. Halihusiani na mchezo namba 184 dhidi ya Yanga? Maendeleo ya soka Tanzania. Kama yapi? Kama yapi mwenyekiti? Hayawezi kuwa nje. Maendeleo ya soka yako mengi. Maeneo mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu ni mpya katika wizara hii. Pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo yanatakiwa tujadiliane ili tuweze kupata mtazamo wa pamoja. Kwa hiyo yanajadiliana na klabu mbili tu za Simba na Yanga au kuna lipi lingine ambalo ni lingine? Sasa hiyo inabidi umuulize yeye kwa nini umewaita Simba na Yanga. Lakini sisi tumekuja kuwakilisha Simba. Kwa hiyo aliyowakilishwa na watu wengine mimi sijui. Halikuwepo la Simba na Yanga. Hata kama Yanga wamesimamia. Mwenyekiti, katika majadiliano yenu kwenye kikao mmefikia hatua gani kwenye hayo maendeleo yanaendelea? Leo tumeanza kikao cha awali, tutafanya tena kikao wakati mwingine. Sawa mwenyekiti, wakati Young Africans wanatoka walisema miongoni mwa kilichojadiliwa ilikuwa ni mchezo wenu wa Yanga na Simba. Labda nyinyi kwenye hayo majadiliano na kile ambacho ulichokisema kama ni maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu nchini, na ukasema kwamba hao waziri ni mpya kwenye wizara, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo alikuwa anataka kuyafahamu kutoka kwenu. Akijadiliwe kwa kitu kwa sababu wao wamesema kimejadiliwa. Kikao chetu sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walipokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo, na kama wameeleza hivyo ni sawa. Lakini sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadiliana. Kwa hiyo hili alikujadiliwa la mechi ya Yanga na Simba namba 184? Hapana. Labda kuna mwanga wa maendeleo haya soka unayoona? Sasa hiyo itakuja kwenye tafsiri ya mwisho ambapo tutakuja kutoa taarifa ya pamoja. Sawa mwenyekiti, ya dabi yenu sasa hivi. Mamlaka si imeshasema mechi itapangiwa tarehe. Kuna haja gani tena ya kusema hatma? Kuna hatma gani nyingine? Hamna hatma. Hatma mpira utachezwa tu siku nyingine kama itakavyopanga. Wao wanashikilia kanuni, lakini kanuni hiyo inaipa mamlaka bodi ya ligi kubadilisha mchezo muda wote pale ambapo wanaona inafaa. Sasa uwezo ukachukua sifa ya tembo ukachagua kwa kujitaja sikio au mguu peke yake. Ukitaja tembo inabidi umchukue wote. Kwa hiyo kanuni hizo kuna vipengele zaidi ya 54. Sasa unawezaje wewe kutumia kipengele kimoja tu peke yake? Inabidi uwe na fikra nzuri zaidi. Niwatakie jioni njema, asanteni sana. Kwa hiyo watacheza. Derby itachezwa. Asante mwenyekiti. President wangu mnaniuliza mimi. Mwenyekiti wapo pia una nafasi ya kuzungumzia kwa sababu wangu akiwepo kiongee. Lakini mambo mazuri. Muelezeni Karia bwana. Karia ndio mwenyekiti wetu, ndio anatupa mwongozo. Kwa tathmini tu ya kikao kwa sababu ulikuwepo kama mwenyekiti. Tumeshapata kutoka kwa Helsi. Hapana.
Upande wa mwenyekiti. Upande wa mwenyekiti. Mwenyekiti pengine nini ambacho kimejadiliwa? Mwenyekiti na msemaji. Kwa hiyo mtasikia kutoka kwa msemaji. Lakini nini ambacho kimejadiliwa? Mtasikia kutoka kwa msemaji wangu. Kuna muafaka wote mzuri ambao umepatikana? Msemaji wangu ataeleza yote. Sawa. Kidogo. Tumefunga sote katibu. Jamani, nimefunga, naomba mniache nikafuturu jamani. Katibu, tumefunga sote. Niache. Wakubwa si wako juu huko, mtaongea jamani. Kwa upande wenu lakini mambo yameendaje? Wewe ni mtendaji mkuu wa mpira. Katibu. Jamani, niacheni nimefunga. Katibu, lakini watu wanataka hivi ungetoa tu neno kidogo hiyo hiki kikao. Kwa hiyo mtapewa taarifa. lakini kwa upande Kikao kimekwendaje hiyo wakati? Naombeni niende nikatoa muda na naamini wengi ni waumini. Kwa hiyo tupeane muda wa kidogo. Mwafaka nini katibu? Jamani, tubwema. Pole sana. Kidogo president. Neno lako. Kweli. Hata kidogo mheshimiwa. Hata kidogo mheshimiwa. Kidogo tu Watanzania wapate chochote. Naibu waziri Kikubwa ni kuangalia sekunde 20 na shika tatu. Lakini unajua ongei bora. Na mara baada ya kupata nafasi ya kukaa na Mheshimiwa, habari yako? pengine kwa Mimi ni mwanahabari mwenzenu, lakini kwenye hili subirini kwanza lakini ukaguzi unaenda vizuri kabisa. Mimi mwenyewe simeona. Ndio pale bondeni na ndio wapeleke. usiku Inshallah taangalia kesho. Haya. Pengine